Karibu sana katika mfululizo wa makala zetu mbalimbali, na leo katika makala nimekuletea simulizi kuhusu Nabii Yahya alayhi salam. Msimulizi wako ndimi Abdullahi mwana wa Maalim Mashi. Karibu tuwe sote. Nabii Yahya alayhi salam ni nabii wa Mwenyezi Mungu na miongoni mwa mitume 25 iliyotajwa ndani ya Qur'an. Simulizi kuhusu mtume huyu haizungumzwi sana wala kuandikwa, lakini leo Kishki TV na kuletea historia yake mtume huyu. Nabii Yahya ni mtoto wa Nabii Zakaria alayhi salam. Nasaba yake inaenda hadi kwa Nabii Yaqub alayhi salam. Yeye ni miongoni mwa manabii wa wana wa Israeli ambaye aliwafikishia yale yaliyoamrisha Mwenyezi Mungu, kama ilivyo kwa baba yake Nabii Zakaria, amani iwe juu yao. Inasimuliwa Nabii Yahya, amani iwe juu yake, alizaliwa miezi 6 kabla ya uzao wa Nabii Isa. Katika riwaya nyingine miezi 3 kabla ya Nabii Isa, lakini pia ipo riwaya moja inaeleza alizaliwa miaka 3 kabla ya Nabii Isa, amani iwe juu yake. Wazazi wake walimuita jina la Yahya kwa agizo la Allah subhanahu wa ta'ala, hivyo jina hili limetoka moja kwa moja kutoka mbinguni na hakujawahi kabla yake kuitwa mtu yeyote kwa jina hili. Mtume huyu alipatikana katika kipindi cha uzee wa baba yake. Hii ni baada ya Nabii Zakaria, rehma na amani ziwe juu yake, kuishi muda mrefu bila kupata mtoto, hadi pale alipomwomba Mola wake amjali mtoto atakayekuwa mwema, ambaye atarithi kazi yake ya utume katika kuwalingania wana wa Israeli wasipotoke baada ya kuondoka kwake. Kwa mujibu wa wanazuoni wa tarehe, wanasema dua hiyo aliomba akiwa na umri wa miaka 77, na baada ya muda Allah akamuitikia dua yake, ingawa pia zipo kauli zikieleza Nabii Zakaria alimpata mwanawe Yahya akiwa na umri kati ya miaka 90 hadi 100. Mama yake Nabii Yahya alikuwa akiitwa Isha binti Fahud. Mama yake Nabii Yahya ni shangazi wa Maryam binti wa Imran, ambaye ni mama wa Nabii Isa alayhi salam. Hivyo Maryam na Nabii Yahya ni binamu kama ilivyoandikwa katika kitabu cha tafsiri ya At-Tabari. Katika moja ya sifa zake, Nabii Yahya alijaliwa sauti nzuri sana na lafudhi ya kuvutia. Uso wake ulikuwa mzuri kama manabii na wajumbe wote. Alikuwa na huruma kwa familia yake, alikuwa msafi wa tabia na mwema kwa wazazi wake, na hakuwa dhalim wala muasi. Yeye ndiye mtume aliyeishi umri mfupi zaidi kuliko mitume wote 25 iliyotajwa katika Qur'an. Licha ya umri mfupi alioishi duniani, lakini Allah alimjalia akili na alitunukiwa hekima tangu angali mdogo. Alipenda sana kuabudu, alijitolea katika fani ya ilmu, na alikuwa akisoma sana kitabu cha Taurati na kukifanyia kazi. Alikuwa mbali na makatazo yote yaliyokuwepo katika Taurati, ikiwemo anasa. Alijitoa katika kumwabudu Mola wake tangu akiwa mdogo. Katika moja ya habari iliyomhusu Yahya alipokuwa mdogo, ni pale watoto wenzake walipomuita na kumwambia, ewe Yahya, twende tukacheze. Akawajibu, mimi sikuumbwa kwa ajili ya kucheza. Siku moja Nabii Yahya alimuomba mama yake ruhusa aende kufanya ibada katika msikiti wa Baitul Maqdis, lakini mama yake akamwambia, siwezi kukuruhusu hadi nimwambie baba yako. Mzee Zakaria alipoambiwa hilo, akamuita mwanawe Yahya na kumwambia, ewe mwanangu, uwe bado ungali mtoto mdogo. Yahya, amani ya Allah iwe juu yake, akamjibu baba yake, je, hukuona mdogo kuliko mimi na amemjia mauti? Yahya alijaliwa hekima na ufahamu tangu akiwa mdogo. Nabii Yahya katika uhai wake hakuwahi kuoa. Ni mitume wawili tu kati ya wale 25 ambao hawakuoa, akiwemo yeye na Nabii Isa, rehma na amani ziwe juu yao. Mauti yake mapema yalikuwa ni ya mauaji, na aliuliwa na Mayahudi akiwa na umri wa miaka 30. Kifo chake kilikuwa ni mauaji ya kikatili baada ya kuuliwa kwa kuchinjwa kama mnyama na kutenganishwa kichwa chake na mwili wake. Sababu ya kifo chake Nabii Yahya inasemekana wakati wa zama zao alikuwepo mfalme na mtawala wa Palestine aliyekuwa akiitwa Herodaut Antipa. Mfalme huyo alikuwa akimheshimu sana Yahya bin Zakaria na mara kadhaa aliwahi kumtaka ushauri katika baraza lake. Ikatokea baada ya siku kadhaa, mfalme Herodaut akapatwa na tamaa ya kutaka kumwoa binti wa ndugu yake, na mama mzazi wa binti huyo ndiye aliyekuwa akishawishi zaidi mfalme amuoe binti yake. Lakini mfalme Herodaut akasema kumwambia yule mama mpaka nimuulize Yahya ikiwa inajuzu au la. Wakati huo ilikuwa tayari mfalme amezama kwenye huba la binti yule. Alivutiwa sana na uzuri wa msichana huyo. Nabii Yahya alipoulizwa akamjibu mfalme ni haramu katika sheria yao. Inaelezwa mama wa binti yule alimkasirikia sana Yahya na akapanga njama za mauaji dhidi yake. Zipo kauli zinasema Yahya aliuawa kwa agizo la mfalme mwenyewe baada ya kuona anamkosesha binti mrembo, na zipo kauli zinasema yule binti ndiye aliyemwambia mfalme, kama kweli unanihitaji basi niletee kichwa cha Yahya, na mfalme akatii agizo hilo. Pamoja na hitilafu nyingi zilizopo juu ya kifo cha Nabii Yahya, lakini maulama wa historia wote wanakubaliana Nabii Yahya aliuliwa kikatili. Yahya, amani iwe juu yake, aliuawa kwa mikono ya kundi la watu dhalim alipokuwa kiswali, na akachinjwa, kisha kichwa chake kikawasilishwa kwa mfalme katika sahani na kwa damu. Mwenyezi Mungu mtukufu akamlipia kisasi nabii wake Yahya, amani iwe juu yake,
walikuwa mbwa wakali, kwa hiyo mbwa wakamrukia na kumla yule binti na walimla hadi katika sehemu za macho yake. Kuna hitilafu nyingi kuhusiana na mahali alipozikwa Nabii Yahya. Inasemekana kwamba kichwa chake kilizikwa Damascus, katika sehemu inayojulikana leo ndani ya msikiti wa Umayya, na ikasemwa pia ni Aleppo, na ikasemekana kwamba mkono wake ulizikwa Sidon. Inasemekana pia sehemu ya mwili wake ilizikwa huko Beiruti, katika sehemu inayojulikana leo ndani ya msikiti wa Al-Omar, na riwaya nyingine zinasema alizikwa katika kaburi lililopo katika msikiti wa Mtume Yahya katika kijiji cha Palestina, bali Allah anayefisha na kuuhisha ndiye mjuzi zaidi wa hilo. Asante kwa kuwa nami. Jina langu ni Abdullahi mwana Maalim Mashi. Kutokana na maombi na ushauri wa wadau wa Kishki TV duniani kote ya kuomba kuichangia Kishki Online TV ili nao wapate kheri zinazotokana na kazi hii, sasa milango ipo wazi kwako Muislamu popote pale ulipo. Unaweza kuichangia Kishki TV kwa kutoa sadaka yako ili umma wa Uislamu uendelee kunufaika na maudhui ya vipindi mbalimbali vyenye ukumbusho na mafundisho lukuki kutoka hapa Kishki TV. Kumbuka kutoa sadaka hata kwa kiasi na ikhlas na kufurahi pindi itakapofika korabuka. Changia Kishki TV kupitia Airtel Money 0789445555 au Vodacom M-Pesa 0746588888. Jina Kishki Online TV.